Bana, tuko na Hamis Kabo, tunakwenda kufanya tathmini ya yale yanayoendelea kwenye soka la hapa nyumbani Tanzania, hasa Simba Sports Club kupeleka mchezo wake dhidi ya Young Africans kule Meja Jenerali Samuyo. Kabwe, sawa dabi kupelekwa kule? Ni sawa. Kwa nini? Kwa sababu ya siasa za mpira wetu. Mpira wetu una siasa nyingi ambazo kiuhalisia ndio zimetufikisha hapa tulipo. Siasa nyingi ambazo zimesababisha leo hii Tanzania tunaitwa kichwa cha mwenda wazimu. Ni sawa kwa sababu ukiniuliza mimi sababu ya msingi ya mechi ya kwanza kutolewa Benjamin Mkapa kupelekwa Amani Complex Zanzibar, mimi binafsi sikuiona. Sijumla vizuri. Sasa ambacho kilichokuwepo hapa ni kwamba Simba walihisi mechi ya kwanza iliyotolewa Benjamin Mkapa kupelekwa Amani Complex zilikuwa ni hujuma. Mpaka viongozi wao walalamika. Unakumbuka? Kwa nini ni sawa? Kwa sababu niliamini Simba wangelipiza tu. Na kwa sababu TFF, bodi ya ligi, ukiziangalia zimemezwa na Simba na Yanga kuliko mpira wenyewe. Ilikuwa ni obvious lazima wakubaliane na matakwa ya klabu yoyote ikitaka kitu chake. Na Simba wametaka mechi ipelekwe Meja Jenerali Samuyo. Licha ya hadhi ya dabi, hadhi ya mchezo wenyewe Simba na Yanga kushuka. Hadhi ya Simba na Yanga mchezo wa dabi umeshuka. Kwa vigezo vipi? Yaani kadiri ya muda unavyozidi kwenda, ile thamani, ubora, hadhi inaendelea kushuka kwa sababu ya siasa nyingi na ushabiki maandazi ambao unaingizwa mpaka kwenye vitu vya msingi. Mechi ya Simba na Yanga ni kioo kwa taifa letu. Ni tunu. Ni kama vile mlima Kilimanjaro. Sio vizuri. Ni kama vile mbuga za Serengeti na kadhalika. Kuna watu wako nje wanatamani kuja kuiangalia mechi ya dabi ya Simba na Yanga. Sio vizuri. Mechi yenye hadhi kama hii unaipeleka kwa mashabiki 15,000 tu. Unaipeleka kwa mashabiki 8,000 tu. Inaweza ikawa ni sawa sawa. Wakati Soweto Derby, Kaizer Chiefs na Orlando Pirates inapigwa FNB Stadium, mashabiki 94,000, mechi ya Simba na Yanga inachezwa ikitazamwa live na mashabiki 8,000, 15,000 Amani Complex na Meja Jenerali Samuyo. Hizi siasa hizo siasa unazozungumza ndo zinapoteza ramani ya dabi pamoja na mpira wa Tanzania kabisa, zikichangiwa na propaganda. Na ndio maana kuna eneo hata ule utani wa jadi Simba na Yanga umepotea na umeanza kuingia uasimu, na sasa hivi mpira mpaka umekuwa vita. Yaani kuna namna hata ladha ile na matamanio ya watu wengi kuwa wanaofuatilia hata mpira wa Tanzania unaanza kuondoka, kwa sababu badala ya kudili na mpira watu wamejikita zaidi kwenye siasa na propaganda na kutengeneza vitu vingi sana ambavyo vinatengeneza chuki, na mwisho wa siku ujanja mwingi wa kupata matokeo. Bahati mbaya mpaka hizi mechi zimekuwa zinapoteza mvuto. Ukiacha Simba kufungwa mara nyingi na Young Africans. Sibla vizuri. Fikiria mechi ya Simba na Yanga Zanzibar, licha ya mashabiki kwa 15,000, lakini uwanja wa Amani Complex haukujaa. Si unakumbuka vizuri? Haiwezi kuwa kawaida. Ilipita watu wakachukulia Simba wakachukulia kawaida. Lakini ukiniambia mimi mtu ambaye na uwezo wa kufikiria zaidi mbali na uchungu na mapenzi na mpira wetu, ninapoiona dabi ya Simba na Yanga hata mashabiki 15,000 kuingia tu uwanjani hawajai, inaniuma. Inaniuma kwa sababu mechi ya Simba na Yanga ni tunu ya taifa. Ni tunu. Yaani mtu yuko Uingereza, yuko Ufaransa, anafikiria kuja kuiona mechi ya Simba na Yanga.
Lakini hivi sasa inaweza ikawa inapoteza mvuto kwa sababu ya mambo mengi madogo madogo na ushabiki mandazi ambao upo kwenye mpira wetu. Kuna eneo ukiwa unafuatilia mechi hizi zinazohusu hizi timu zetu, hupati hiyo ladha halisi ya mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, hata mechi ya dabi ambayo inapelekwa Meja Jenerali Samuyo, kwa hadhi ya dabi, kwa hadhi ya mechi hii ya Simba na Yanga, haikupaswa kupelekwa kule, lakini kwa sababu ya siasa za mpira wetu na watu wanazi-entertain hizo siasa, wanaona ndio sawa, acha mechi ipelekwe Meja Jenerali Samuyo kwa sababu ndio uwanja wa nyumbani wa Simba. Lakini hata wewe nikuuliza wewe leo Ismail, ule uwanja kweli wa Meja Jenerali Samuyo kweli kwa hadhi ya mechi ya Simba na Yanga, hamna matamanio watu wengi kwenda kuiangalia, inafaa kwenda kuchezwa mechi pale? Tuongee tu kweli, kwa sababu kuna watu wanajitoa sana ufahamu, wanajitoa akili. Yani kuna watu wanajitoa akili inapokuja swala la Simba na Yanga. Yani mtu unakuta ni mtu mzima, ana akili timamu, mwingine ni msomi, muelewa, ila anajitoa akili tu kwa sababu tu anajifanya anazipenda sana hizi timu. Hichi ni kisasi cha Simba kwa Yanga kwa kile kilichofanyika mwezi Machi. Kabisa, hichi ni kisasi kwa Simba dhidi ya Young Africans walichokifanya. Na mimi nakumbuka nilipigia sana kelele, nikamwambia jamani, huu mlango mnaofungua huu, kuufunga kwake itakuwa ni ngumu, kwa sababu leo mkiwapa hawa na hawa watataka, simula vizuri. Kwa hiyo wakitaka hawa hamwezi kuwanyima. Mnawanyima vipi? Mwisho wa siku mliwapa hawa na hawa wametaka, mnawafungulia na wenyewe wanaenda kucheza mechi wapi? Wanaipeleka mechi wapi? Meja Jenerali Samuyo. Au mechi unaipeleka sijui wapi? Ilipofika mechi ya Simba na Yanga inahitaji uwanja mkubwa wenye hadhi, kwa sababu kumbuka ile ni mechi ambayo inaangaliwa na watu wengi sana barani Afrika kutokana na jinsi ambavyo Simba na Yanga walivyotengeneza jina kubwa sana kwenye mpira wa Afrika. Kabwe, hapo kwenye barani ya Afrika dabi nyingi, dabi kubwa zile zinazoitwa kama Soweto dabi, Cairo dabi, zinaandaliwa mazingira mazuri nyakati za dabi, kama viwanja vizuri, makocha wazuri. Hiyo inazidi kutudogoisha kama Watanzania waandaji wa AFCON. Yes, exactly. Ningekuwa mimi siufuatilii mpira wa Afrika, ningekuwa sijui mpira hapo sawa, ila huwezi kunidanganya mimi kwa chochote. Huwezi kunidanganya mimi kwa lolote, wala huwezi kunishawishi kwa chochote. Dabi ya Simba na Yanga hadhi yake ni kuchezwa Amani Complex na Meja Jenerali Samuyo, kwa sababu dabi zote kubwa au mechi zote kubwa, kwa sababu ujue Simba na Yanga haikupaswa hata kuitwa dabi. Sababu gani? Ile ni classic mechi, kama El Clasico Real Madrid na Barcelona, kama Clash of the Titans kati ya Manchester United na Liverpool, kati ya mechi ya FAR Rabat na Wydad Casablanca inaitwa Clasico. Ndio mechi ya Simba na Yanga. Mechi ya Simba na Yanga kuipa dabi ya Kariakoo mmeidogosha. Mechi ya Simba na Yanga kuipeleka Meja Jenerali Samuyo mmeidogosha. Mechi ya Simba na Yanga kuipeleka Amani Complex mmeidogosha, kwa sababu ni tunu ya taifa, kwa sababu mechi zote kubwa unazozijua wewe, nakwambia Ismaili, Zamalek na Al Ahly inachezwa Cairo International. Kaizer Chiefs na Orlando Pirates inachezwa weekend hii, inachezwa weekend hii na nitakuwa naiangalia. Inachezwa FNB Stadium. Subira vizuri. Ukienda mechi ya Esperance Sportive de Tunis na Club Africain inachezwa Ahmad Aghreb pale Tunisia. Lazima zichezwe kwenye uwanja ambao una hadhi, kwa sababu zina combine na mashabiki wengi, lakini kama itoshi pia ni mechi ambazo zinagusa hisia za mashabiki wengi. Sisi tunaendekeza siasa na mambo ya kipuuzi kwenye mpira wetu. Tunaamini kwamba ni ujanja, kumbe ni upuuzi, na wenzetu wamekuwa wakifanikiwa zaidi, wanaendelea kupiga hatua zaidi kutuzidi sisi. Acha Simba waipeleke mechi Meja Jenerali Samuyo. Wana haki hiyo, kwa sababu tayari hizi siasa zishaingizwa kwenye mpira wetu na watu hawataki kutoka, wanajifungia mlango. Wanajiona ndo wajanja, lakini kadiri ya muda unavyozidi kwenda, kichwa cha mwenda wazimu kinazidi kuugua tu wehu, kwa sababu wehu unazidi kuongezeka. Yani Tanzania wehu unazidi kuongezeka badala ya kupunguza, kwa sababu kadiri ya muda unavyozidi kwenda wenzetu tunazidi kupiga hatua. Big failure kwangu mimi, kwa nachukulia ni kawaida. So Simba Sports Club wana haki ya kimsingi kabisa, wana haki ya kikanuni, wana haki ya kufanya chochote wanachotaka kukifanya hivi sasa, kwa sababu tayari huo mlango
ulishafunguliwa tangia mechi ya kwanza. Simuona vizuri. Yaani huo mlango tokea ulipofunguliwa Machi moja, Simba tayari wana uhalali wa kuipeleka hii mechi popote pale wanapotaka. Hata waipeleke wangeleta hapa KMC Complex, wangeipeleka Arusha, wangeipeleka Kigoma, walikuwa na haki hiyo kwa sababu tayari kuna mlango ulifunguliwa wa siasa za kipuzi ambazo kwangu mimi nafikiri zilikuwa hazina maana yoyote. Naomba nitoe rai.